watu waliojazwa Roho Mtakatifu na kusema kwa lugha. Hii karama ya kunena kwa lugha ni tofauti. Tofauti sio hiyo. Kila mmoja aliyejazwa Roho Mtakatifu ananena kwa lugha. Na kuna wengine pia baada ya kujazwa Roho Mtakatifu hawasemi tena kwa lugha. Wamepuuzia yale mambo matukufu walioyapokea. Kama jambo hili limekutoka na kuomba leo hii, rudia hali ile. Rudia hali ile ya kunena kwa lugha. Unajua nini maana ya kunena kwa lugha? Wakati unaposema kwa lugha, yale maneno, zile alfabeti, ile K, ra, ba, ta, sa. Nisikilize vizuri sana. Sio K, ba, ta, ba, ba ya ovyo. Ni kitu kinatoka ndani ya uungu. Na kinapotoka ndani ya uungu, kinakuja ndani ya moyo. Na kinapokuja ndani ya moyo, kinajitokeza. Nisikilize kwa vizuri sana. Kinajitokeza kwenye kinywa chako. Na kinapojitokeza kwenye kinywa chako, kinapasuka. Ile neno linapasuka, lina explode. Linapasuka, linaachilia kama ni fahamu, linaachilia kama ni nguvu, linaachilia kama ni maarifa. Ile karama ni ya maana sana. Kama umefanya biashara yako imekuwa ngumu sana, biashara yako imekuwa ngumu sana, hata sizungumzi ile karama ya kusema kwa lugha kwanza, nasema hii ya kawaida tu. Umefanya kazi, biashara yako inakwenda mbaya, tafuta kwa wiki moja, ukaa mbele za Bwana, sema kwa lugha, mpasuko ule wa alfabeta B. Unaposema B inapasuka, K inapasuka, Ra inapasuka. Kuna kuwepo na maeneo ambayo yanakwenda ya nguvu ya utawala, na territory yako unaicapture, unaishika kwa maneno ya matamshi ya maneno ya lugha. Hallelujah. Sio lugha ya ovyo ovyo, hapana. Ile ni nguvu inatoka kwenye lile neno, na lile neno ukizungumza linapasuka. Linakuwa ufahamu fulani, au linakuwa roho aina fulani, au nguvu fulani, au hekima fulani. Na katika territory yako, katika sehemu yako unaishi katika kiroho, au katika maisha yako, kila mtu ana territory yake. Ana ile sehemu ya utawala wake. Kila mtu ana utawala wa maisha yake. Basi zile nguvu ambazo zinapasuka kwenye kinywa chako zinakwenda kuteka mateka, na zinakuletea utawala wako unaumiliki. Na kama kuna mapepo kweli kabisa, kama utakuwa unaendelea, yale mapepo yatahama, na wakati huo utakuwa huru kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio kusema tu kwa lugha, hapana. Hii lugha uliyopokea ina maana kubwa sana. Itiini hiyo lugha. Isemeni hiyo lugha. Hata wakati napokwenda kuhubiri Injili, wakati moyo wangu umekufa kabisa, nakaa mbele za Bwana na nena kwa lugha, mpaka ndani kunaweka huru, mpaka udhaifu unaondoka, mpaka hali ya kushinda inatokea hali ya kushinda. Wakati ule tayari karama ile ya kuponya wagonjwa, ya kutoa pepo inakuja juu, kwa maana karama ile kusema kwa lugha kumeniweka tayari ya kuamini, tayari kupokea karama ya kutoa pepo. Na pale shuhudia, mapepo lazima yatoke. Bwana asifiwe. Niliwafundisha habari ya karama ya maarifa siku ile, na nataka kuonyesha ili jambo la kusema kwa lugha. Tunaposema habari ya karama, ni kitu kinachojitokeza chenyewe. Si kitu unachokiforce, si kitu unachokisukuma. Usukumi hicho kitu, kinatokea chenyewe. Kwa mfano, kama unataka kupokea karama ya kunena kwa lugha na kutafsiri, wakati tuko mbele, maana karama hiyo huwa ndio inatangulia sana. Wakati nitakapokuwa nasema kwamba sasa ni wakati wa kupokea karama, usinyamaze kimya. Sio saa ya kuomba. Sio saa ya kuomba, ni saa ya kupokea. Kwa hiyo unaposimama mbele za Bwana, unangojea upokee karama hii ambayo Mungu ametaka. Itajitokeza yenyewe. Utaona mwingilio wa nguvu inayotoka ndani yako kuja juu yako. Ndani yako inatoka ndani yako kuja juu yako. Kama ni karama ya unabii ya kutabiri, ni maneno yatoka ndani ya moyo wako yanakuja kwenye kinywa chako. Na moyo wako na fikra zako zinapanuka, zinaelewa. Na wakati mwingine unaposema kwa imani, hata kama akili zako hazielewi, bado maneno yale unapotamka kwa imani, utasikia ukweli wa moyo wako kwamba hiyo ndio kweli, na kweli ndivyo ilivyo. Utasikia kabisa moyo ukikubali. Utasema kama mtu aliyechanganyikiwa akili, hapana. Utasema kwa mtu ambaye kweli mpaka moyo wako unapotamka Bwana anasema, utaona moyo wako ukiridhika, ukikubali. Ukisema Bwana anasema hivi na hivi, unausikia wewe mote na moyo wako unaridhika, unaona ni kweli. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa
Wakati ule ile nguvu itakapokuwa inaamka ndani yako, itajidhihirisha. Kama ni nguvu ya kusema kwa lugha na kutafsiri, utaona maneno ya lugha yanakutokea. Na ukishasema, kama kipawa kile kinafuatana na kutafsiri, utaona baada ya kuongea itatokea tena maneno ya tafsiri. Au mtu mwingine, baada ya mtu kusema kwa lugha, mwingine anaweza kujitokeza kule, nguvu ikamtokea akatafsiri. Sasa jambo la kuangalia sana katika karama hizi, usipokee karama ya kunena kwa lugha na kutafsiri unatetemeka. Kama ukitetemeka, watu watakuogopa. Tuanaka anatetemeka tena nini? Kama wao Mungu amesema, si useme tu aliyosema Mungu. Kwani mpaka utetemeke hivi? Ndio, kuna upako ambao unaongoza mambo yale. Usiogope upako mpaka ukutetemeshe. Simama imara. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. La pili, usilie. Ukilia tutapokea kabisa maneno yako. Huyo ni mtu ana shida. Kweli kabisa, hata kama hiyo ni kitu gani tena hicho? Hakuna mtu atakayepokea kitu hicho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Usilie. Simama mbele za watu, mbele za mkutano, sema maneno ambayo yamekutokea, sema yaeleweke vizuri, sema sawa kama wengine, kama unavyosema wakati mwingine. Amen. Bwana asifiwe. Kama ni karama ya kuponya wagonjwa, utasikia moyo wote unasimuka kutafuta wagonjwa wako wapi. Kuna tofauti kati ya karama ya unabii na nabii. Nabii ni huduma, na karama ya unabii ni kitendo kingine. Karama ya unabii ni mtu anasimama, anapata maneno, anasema Bwana anasema hivi na 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 hivi. Kama ni huduma, ninakaa kwako. Hata katika kuhubiri wakati mwingine yanatokea maneno huko ndani ambayo yanaongoza, yanakuwa ni ya miongozo kuongoza watu na wakadhalika. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Na nasema hivi, kweli nasema ya kwamba Mungu amewatenga watu, na watu ambao watakaa na wokovu wao huo hawatakaa wamjue Mungu milele. Kwa sababu Bwana Yesu alipokufa msalabani, badala ya wao kuangalia kitendo cha msalaba, wamekwenda mbele za Mungu na matendo yao. Ya kwamba mimi sinywi pombe, mimi sifanyi haya, na kwenda kwa Mungu wangu. Mungu ananijua ya kwamba mimi sina kosa lolote. Umeharibika zaidi. Kama ni matendo, ndugu yangu, ambaye anatakiwa mtu afanye, si angekuja tu Yesu aseme kama mnataka kuja kwangu, acha pombe, acha hiki, singetosha tu? Kwani akafa? Kwani afe msalabani? Kwani auawe? Kwani auwe kama mbuzi, kama ng'ombe? Sikiliza sana, natafuta sana kuelewa kitendo cha msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Ili kumtakasa mwanadamu, hapa zimeonekana mambo makubwa mazito kabla hatujaenda kumwona Bwana Yesu alivyofanya. Nataka sana uone Israeli walivyotakaswa kwa uhai wa mbuzi na ng'ombe. Sasa tuangalie mambo aliyosoma. Tumesoma habari ya mbuzi wawili, wanyama wawili kwa ajili ya Haruni, na wanyama wawili kwa ajili pia ya Waisraeli wote. Alafu bado Mungu akachukua wanyama wengine wawili ambao ndio nataka sana tuangalie kwa makini sana. Mnyama huyo pia mmoja ni wa kutakasa laana zao, kuondoa uadui wao kati ya Mungu na wanadamu, na yule mwingine ni wa kuombea rehema. Tuangalie tena, tusome katika ule mlango wa 16, tuangalie ni wanyama gani naongea. Angalia kile kifungu cha 8. Kile kifungu cha 8 mpaka kifungu cha 10. Tasoma na nitawaelewesha. Na Haruni atapiga kura juu ya wale mbuzi wawili. Waliwaambia waletwe mbuzi wawili, ambaye Haruni atapiga kura juu yake. Kura moja kwa ajili ya Bwana na kura ya pili kwa ajili ya Azazeli. Sikilizeni. Na kumtoa awe sadaka ya dhambi. Bali yule mbuzi aliyeangukiwa na kura kwa ajili ya Azazeli atawekwa hai mbele za Bwana, ili kumfanyia upatanisho, ili kumpeleka jangwani kwa ajili ya Azazeli. Hapa kuna mbuzi wawili. Baada ya Israeli kuombewa na damu ya Yesu kusafishwa dhambi zao, bado kuna baki mambo mawili. Moja ni mnyama wa kupelekwa katika sehemu za kuteketezwa. Wa pili anaitwa ni mnyama
wa kufanyiwa uazazeli. Sasa nisikilize vizuri sana, tuko pamoja? Amen. Waliletwa mbuzi wawili, wakapigiwa kura, moja kwa ajili ya Bwana na moja kwa ajili ya Azazeli. Haya, yule aliyeangukia kwa ajili ya Bwana akaingizwa ndani. Tufuate yule mbuzi, akaingizwa ndani, akaambiwa yule ni wa kuteketezwa, ni dhabihu ya kuteketezwa. Mwanadamu sasa amekwisha safishwa dhambi zake, anatakiwa yeye mwenyewe uhai wa kwenda kwa Bwana kutoa shukurani, kusifu, kutukuza, kumwonyesha Mungu wake ya kwamba maisha yangu ni yako, dhabihu ya kuteketezwa. Haleluya! Katika siku za leo, Agano Jipya mlango wa 12 wa kitabu cha Warumi anasema, itweni miili yenu iwe dhabihu hai ya kuteketezwa. Sasa tufuate mbuzi wa pili. Baada ya kusamehewa dhambi zako mzee, mama, kuna uadui uliokuwepo. Kuna uadui ambao ulivunja amri za Mungu. Kuna uadui mkali sana. Huo uadui utafanywaje? Yule mbuzi wa Azazeli, anaitwa mbuzi wa Azazeli, akaambiwa achukuliwe, atafute kijana mmoja, ampige kamba yule mbuzi, aende porini, aende naye kujikani, aende kule jikani mahali ambapo hakuna watu wanaokaa kabisa, kwamba ni mahali panakaa wanyama tu wa porini. Na akifika pale amwache pale, akisha mwacha pale arudi yeye. Na tena aliambiwa, ukiisha mtoa, utakapofika utaruhusiwa kukaa na watu, utatengwa na watu, utaoga na utajioshwa na utatengwa kwanza na watu, maana ulikuwa umechukua mbuzi mwenye laana za watu. Sasa yule mbuzi alipopelekwa kule nyikani, wakati akiwa pale mwenyewe, wakaja wanyama wanaokula wanyama. Ili umeshaona wanyama wanavyokula wanyama? Sisi tunakula nyama, tunachinja, na akisha kufa tunamla. Wanyama wa porini wanapokula wanyama wenzao, hakuna kuchinja. Wanaanza kukamata pande hii na pande hii, wanararua. Yule mnyama anararua upande huu na upande ule. Analiwa wakati analia, na wakati ambapo anaumia vibaya sana. Analiwa miguu yake wakati akiwa hai, analiwa mguu mwingine akiwa hai, analiwa huko akiwa hai, mpaka anapokufa, anapoteketea. Ameteseka, ameumia, ameteseka ndugu, ameumia maumivu makali sana. Hiyo ni ule uadui unaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Ule ni ule uadui unaondolewa. Unajua huo uadui unawaje? Hiyo ndio laana. Yule mbuzi aliwekewa mikono wa Israeli, akapewa zile laana zao. Alipobeba zile laana, akawa ni mbuzi mlaaniwa, ni mbuzi aliye na laana. Hivyo aende akateketezwe kwa kurauliwa na wanyama, ili aweze kuondoa uadui uliokuwepo kwa Waisraeli. Sasa haikutosha, hata ingawaje kwani wanyama walitolewa kwa ajili ya jambo hilo, bado ukamilifu wa kuondoa laana haukutosheka. Mungu akamwachia mwanae mwenyewe, akaja akafanyika yule mbuzi wa Azazeli, akakamatwa, akachukuliwa nje ya mji. Biblia inasema kwamba aliuawa nje ya mji ili ateketezewe kule nje ya mji, ili laana zake achukue laana akaangamie kule juu ya mji. Akatakase miji, akatakase mataifa, akatakase wanadamu kule nje ya mji. Bwana asifiwe. Soma katika Waebrania mlango wa 13. Waebrania mlango wa 13. Haya tusome wote. Waebrania 13:13. Basi na tutoke, tumwendee nje ya kambi, tukichukua shutumu lake. Haya tule tena. Basi na tutoke, tumwendee nje ya kambi, tukichukua shutumu lake. Unajua nje ya kambi ni pale anaporaruliwa, na unaambiwa na wewe mzee, mfuate Yesu kule kwenye kambi ya mateketezo, ukichukua shutumu hilo lolo la kuteketezwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaambiwa
nyayo zako, mwendo wako, mfuate Bwana Yesu kule alikolaaniwa, na wewe uchukue shutumu hilo kwamba kweli Bwana alichukua laana yangu, na mimi niko naye, nitakwenda naye, nitateswa naye, nitakufa naye, nitafanywa naye. Haleluya, haleluya. Fungua Biblia yako mlango wa 10 wa Ibrania kifungu cha 14. Tutasoma wote. Haya, maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele wanaotakaswa. Amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Rudia, maana kwa toleo moja. Toleo ngapi? Toleo ngapi? Amewakamilisha hata milele wale wanaotakaswa. Wale wanaotakaswa. Wangapi wametakaswa dhambi zao hapa? Umetakaswa hata milele au umetakaswa kwa siku 3? Sema hata milele na milele na milele. Piga makofi ya shangwe mbele za Baba yako wa mbinguni. Wale ambao wanakwenda kuvunja laana ambayo imebaki, hakika yake ni wale ambao hawaamini kwamba Mungu aliweza kuondoa laana zote. Na hiyo ni hukumu. Na hiyo ni hukumu kwa sababu umemdalilisha Mungu wako kwa kitendo kikamilifu ambacho amekitoa kwa ajili yako, ukasema hakikutosha, zimebaki nyingine tatu kavunje. Laana haivunjwi ndugu kwa sauti ya kelele. Na wale wahubiri wa kina Lazaro wanavunja laana. Unafika mbele za Lazaro katika jina la Yesu, na kemea na vunja laana ya baba yako, na vunja laana ya mama, na vunja laana hii, na vunja. Lazaro na kukemea katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni ufunuo wa pepo wabaya. Kuna laana ambayo Yesu aliacha, ya baba iliacho. Na waulize, iliacho ya baba? Ya mama iliacho? Ona Yesu akishikwa pale Getsemane. Si kama mnaona wakati anakamatwa, anakokotwa, anachukuliwa, wakati amechukua dhambi za watu, anakokotwa na laana zake, akaenda akaburuta, aliburuta mpaka akaenda akauamba msalabani. Aliuamba wazi mbele ya watu. Kweli sio kweli? Nasema kweli sio kweli? Aliuamba kweli au sio kweli? Alikufa kweli au sio kweli? Alipigwa kweli au sio kweli? Alimaliza yote au sio kweli? Haleluya. Nasema haleluya. Piga makofi za Mungu wa mbinguni. Kwenye andiko la pili, Ibrania mlango wa 10 kifungu cha 18. Haya, some wote. Ibrania 10:18. Basi ondoleo la hayo. Haya, basi ondoleo la hayo likiwapo. Sema tena, basi ondoleo la hayo likiwapo. Hapana tena, hapana toleo tena. Hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Sema hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Bwana asifiwe. Anasema kabisa, anasema kabisa kile, anasema ikiwa toleo la hayo limekisha kuwapo dhambi, anasema ondoleo la hayo likisha kuwapo, imeshaondolewa. Jamani, hakuna haja ya kutoa toleo lingine tena, si ndivyo? Si ndivyo? Bwana Yesu asifiwe. Najua imani hii imani ya kutokuamini dhambi zangu zimechukuliwa zote na laana zangu zimechukuliwa zote, utakuwa mtu ambaye utapata mafunuo ya hasara. Utakuwa mtu ambaye wewe mwenyewe utakaa utakasike. Hao watu ndio wanaozurura milioni mwao wakifikiria habari ya mabaya na mema. Mabaya na mema. Kuna kitu kimebaki. Ngoja niende kwa mtu wa Mungu akaniondolee. Mwingine akaja kwangu akaniambia, baba, nimeambiwa kwamba kuna kitu kimebaki. Wakasema eti nenda kwa mtu aitwaye Lazaro atakuondolea. Nikamwambia, ni kitu namna gani? Anasema sijui, labda laana ya babu au ya baba. Akasema Lazaro atajua. Nikamwambia muongo. Utajua mimi? Nijue kwamba kuna kitu kimebaki mimi? Unataka kuniambukizia dhambi za hao watu? Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia mama, hakuna kilichobaki, yamekwisha. Haleluya.
Akasema ndio, wamesema nenda kwa nabii. Nabii wewe, bwana nimesikia ni nabii wa Mungu. Nikasema ndio mimi nabii. Sasa basi, wanasema manabii ndio wanaondoa. Nikamwambia wanaondoa nini? Bwana Yesu aliondoa, mimi niondoe nini sasa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Piga vigelegele na furaha. Unajua kwa ukiri huo hata magonjwa yataondoka. Nakwambia kweli, kwa ukiri huo. Mimi nilipokuwa nilikuwa Iringa. Niwahi kushuhudia jambo hili sana. Nilikuwa Iringa, nilikuwa na ugonjwa wa moyo. Wakati nilikuwa mchungaji kule Iringa, nilikuwa naumwa na moyo kwa kiasi ambacho mpaka ulimi ulikuwa unatoa damu kwa mgongo wa moyo. Na daktari akaniambiaje? Akaniambia kwamba baada ya muda sio mrefu moyo utakuwa mkubwa na utashindwa kupata mahali pa kupigia. Nikajua kwamba kweli nakufa. Sasa nikawa na huzuni kubwa sana. Nikawa nimefunga wapi. Siku moja natoka kwenye kanisa langu kule Iringa. Nateremka kule mjini. Nilipofika katika barabara ya mji nateremka, si mama alikuwa amenituma nini? Nateremka nikamwona mtu mbele yangu. Wazi na macho haya kabisa, nikamwona mtu amefungwa, amewekwa taji ya miba. Damu inachuruzika, inamimirika kwenye nguo zake. Akaja anakuja mbele yangu, nikafikiri nikimbia au nifanye nini? Nikajua huyu ni Bwana Yesu aliyeuao. Sasa atafanyaje? Akaja akafika mbele yangu. Akaniambia, "Huamini nilikufia wewe? Huamini niliondoa dhambi zako? Huamini nimekuponya?" Kama lingekuja gari karibu ningenigonga, kwa sababu niliondoka, fahamu zilinitoka kabisa. Niliondoka na fahamu kabisa. Na kila kitendo kikaingia ndani yangu. Nikajua kwamba kweli Yesu aliniponya. Bwana asifiwe. Na siku ilikuwa ni mwisho wa moyo na ugonjwa wa moyo, nikawa mzima kabisa. Haleluya! Piga makofi za uwezo wa Bwana.